Kalau. Ken Gashohe, KTN. Na tusalie katika uchaguzi mdogo wa Ol Kalou. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inakabiliwa na mtihano wa aina yake Alhamisi wiki hii kulingana na jinsi itakavyoendesha zoezi la uchaguzi mdogo wa Ol Kalou wakati taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Tayari madai ya utoaji wa rushwa kwa wapiga kura na ghasia za mchana peupe yameiweka tume hiyo katika kurunzi kali, huku yakiibua maswali kuhusu uwezo wake wa kuzingatia katiba na kutekeleza wajibu wake kama mwamuzi asiyeegemea upande wowote. Je, IEBC ipo tayari kwa mtihani wake wa kwanza mkubwa wa uchaguzi wa ubunge? Mwanahabari wetu Francis Otuma anaangazia suala hilo kwa kina. Hadi wiki chache zilizopita, Ol Kalou haikuwa sehemu ya mazungumzo ya kisiasa ya kitaifa. Lakini sasa hali imebadilika. Eneo hili tulivu la kaunti ya Nyandarua sasa limegeuka kuwa uwanja wa kwanza wa majaribio ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na sio wanasiasa tu wanaopimana nguvu. Uwezo wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kusimamia uchaguzi wa haki na huru inaelekea kuwekwa kwenye ratili na taifa zima. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon bila shaka amebeba jukumu nyeti la kuhakikisha uchaguzi unaendeshwa kwa uaminifu na kuzingatia misingi ya kidemokrasia. Kwa upande mwingine, tume yake yaweza kuhatarisha kuzorota zaidi kwa imani ya wananchi katika mfumo mzima wa uchaguzi. If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Ol Kalou, we'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Ol Kalou. Kauli hii ya Ethekon tayari imezua sintofahamu. Ikiwa tume inaonekana kushindwa kuhakikisha uchaguzi mdogo unafanyika kwa amani, basi ni imani gani Wakenya watakuwa nayo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ulio mkubwa zaidi? Je, IEBC inakubali kushindwa badala ya kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kulinda uadilifu wa uchaguzi? And we asking Mr. Ethekon, where were you? This bribery has gone on for the last 2 months. Why didn't you stop it? Ibara ya 81 ya katiba pamoja na sheria ya uchaguzi na sheria ya makosa ya uchaguzi zinaipa IEBC wajibu wa kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru, wa haki, wazi na wenye kuaminika. Kwa hivyo, katika uchaguzi wa Ol Kalou, Ethekon hapaswi tu kukiri kuwepo kwa ghasia na madai ya rushwa kwa wapiga kura, bali pia kuchukua hatua ya kukabiliana navyo. If IEBC is afraid of conducting elections in one constituency because of purported anticipated violence, what if there is violence next year? Will they postpone the general election? We are saying, are you telling the people of Kenya that you have no capacity to manage a by-election in one constituency in Kenya? Namna mamlaka zitakavyochunguza madai ya ghasia, rushwa na vitisho katika uchaguzi huu inaweza kuamua kiwango cha imani ya wananchi, si tu katika uchaguzi huu mdogo, bali pia katika utayari wa Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa kihistoria nchini Kenya, ghasia za uchaguzi mara nyingi huanza kama matukio ya hapa na pale, kabla ya kuenea kwa kiwango kikubwa pale taasisi zinazohusika zinaposhindwa kuwawajibisha wahusika kwa wakati. Francis Otuma, KTN.